أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kisa cha muislamu mmoja aliyemua mtu japo yeye alitamka salamu, na kuhusiana na hilo nilikuwa nimesoma pia aya 95 ya sura An-Nisa ambayo inasema ya kwamba mtu akikusalimia usiseme kwamba wewe si muumini. Huko sikueleza maelezo yake mengine. Katika maelezo ndiyo haya nilikuwa nimeeleza kwa ufupi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimzuia, lakini pia inapatikana ya kwamba Mtume alionyesha hasira kali na akamwambia amwondoke, bali inapatikana katika baadhi ya riwaya ya kwamba akaomba dua zidi yake. Kwa vyote vile tukio hili lilimhuzunisha sana, kwani swala la kisasi cha mtu huyo aliyeuawa likaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na warisi wake baada ya vita vya Hunain. Hivyo maelezo yake yataelezwa kwa wakati ule inshallah. Kwa vyovyote vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameitaja kuwa kosa kubwa sana. Laiti mashekh wa siku hizi nchini Pakistan, waislamu wa kijina, waweze kuelewa na zulma wanayoendelea kufanya juu ya Waahmadia wajizuie kuifanya ili wasalimike na mkamato wa Allah. Kwa vyovyote vile sasa, kwa kuwa naendelea kueleza kumbukumbu za vita, nitaeleza kumbukumbu za vita ya ushindi wa Makka iliyotokea mwaka wa 8 Hijria. Vita hii inaitwa ushindi azimu, ushindi mkubwa. Vita hii ilitokea Ramadhan Hijria 8 kama nisemavyo. Huu ni ushindi wenye shani azim ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ametoa bishara yake, na kama natija yake watu makundi na makundi wakaingia katika Islam. Hat Musleh Maud raziyallahu ta'ala anhu akieleza bishara ya ushindi wa Makka kama ilivyoelezwa na Qur'ani tukufu, anasema kwamba waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yani sema, Mola wangu uniingize katika mji huu yani Makka kwa muingizo mwema, yani baada ya hijra, kwa kunijalia ushindi na ufaulu, na unitoe kutoka mji huu kwa kheri yani tukio la hijra, na nipatie nguvu na msaada kutoka kwako. Hii ni aya ile ya sura Bani Israil ambayo ilishuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hijra, ambamo alikuwa amepewa habari ya hijra na kisha ushindi wa Makka. Katika sura Fatha bishara ya ushindi wa Makka imeelezwa hivi: laqad raziyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم
wa aswabahum fathan qariba, kwa hakika allah amewawia razi waaminio walipofungamana nawe chini ya mti na aliyajua yaliyomo mioyoni mwao. Basi akateremsha utulivu juu yao na akawapatia ushindi wa karibu. Uhakika ndiyo huu ya kwamba siku ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alihama Makka, siku ile ile mwenyezi mungu alikuwa amempatia bishara hii ya kwamba usihuzunike, siku moja nitakuleta hapa hapa. Hivyo katika zama ya hijra inapatikana habari ya kushuka kwa aya hii, inna allazi faradha alaika alqur'ana la raadduka ila maad. Hakika yeye aliyekufarazishia Qur'an kwa yakini atakurudisha mahala pa kurejea. Imam Fakhruddin Razi anasema katika maelezo ya aya hii kwamba katika aya hii neno maad yani mahali pa kurejea muradi wake ni Makka, na sababu yake ndiyo hii ya kwamba maana yake ni kurejea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya ushindi wa Makka. Katika riwaya moja inapatikana ya kwamba wakati wa hijra mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katikati ya Makka na Madina, wakati ule mtume akazuhirisha upendo wake kwa Makka. Jibrail akaja na akasema kwamba je, unapenda watani wako na mahala pa kuzaliwa kwako? Mtume akasema kwamba ndio. Hapo Jibrail akasema Mwenyezi Mungu anasema, inna lazi faraza alaika alqur'ana la raaduka ila maad, kwa yakini dhati ambaye amekufarazishia Qur'ani bila shaka atakurudisha mahala pa kurejea. Yani akikujalia ushindi juu ya Quraysh atakurudisha Makka, kwani wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo katika Makka kisha akapaacha na kisha akarejea huko, na jambo hilo haliwezi kuthibitika juu ya mahala pengine min ghairi ya Makka. Kwa wahakiki bishara hii ya Qurani tukufu ni dalili juu ya utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa habari ya ghaibu kutoka kwa Allah na kisha ikatokea kama alivyokuwa ameeleza. Katika Qurani tukufu kwenye mahali pengine pia imetolewa bishara ya ushindi wa Makka, ambamo pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu wote wamekumbushwa ya kwamba angalieni, popote mwendapo msisahau ya kwamba siku moja Makka itatekwa, na kwa ajili yake mtalazimika kufanya juhudi, bidii na maombi pia. Na katika mwanga wa bishara hii ya Qurani tunaweza kusema kwamba shabaha moja ya vita na safari za kivita za mtume sallallahu alaihi wasallam na kusudio kuu lilikuwa ni ushindi wa Makka. Hivyo akieleza bishara hii azim ya Qurani, wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, ni aya ya sura Baqara. Hat Musleh Maud ameeleza maelezo yake, anasema kwamba maana ya wa min haisu kharajta mufassirin wameifanya hivi kwamba popote mlipo katika kila hali muifanye kibla yenu kuwa msikiti mtakatifu, na sababu yake wanayoieleza ni kwamba kwa sababu ya amri ya kwanza ingeweza kuzalika fikra kwamba huenda kibla hii iwe kwa ajili ya watu wa Madina tu na isiwe kwa ajili ya watu wengine. Hivi Mwenyezi Mungu alisema kwamba popote mutokapo geuzeni nyuso zenu kwenye msikiti mtakatifu. Anasema kwamba lakini uhakika ndiyo huu kwamba katika aya hii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehutubiwa au wamehutubiwa Waislamu wote. Maana yake haiwezi kuelekea kwa kibla moja. Sala ambazo zinasaliwa mtu akiwa mjini au kijijini kikawaida zinakuwa zaidi kuliko zile zinazosaliwa wakati wa kutoka mjini. Katika hali hiyo amri ingetakiwa kutolewa ambayo ingehusika na swala zaidi, na sio amri ambayo uwezekano wa kuifuata ni mdogo sana katika safari.
kwa mfano inawezekana kwamba mtu atoke mjini asubuhi saa 4 au atoke katikati ya alasiri na magharibi au atoke saa ya 8 na nyakati hizi zote ni nyakati ambamo swala haliibuki. katika hali hiyo amri ya wa min haisu kharajta fawallihi wajhaka shatra almasjid alharam, amri hii inakosa maana yake, kwani wakati wa kutoka mji fulani kitu hiki ni nadra sana kwamba iwe muda wa swala. kikawaida wakati ule mtu anakuwa amesha sali au kama haja swali bado basi ana swali baada ya muda kidogo. kwa vyote vile sala haihusiki na kuondoka. kisha maana hizi zingeweza kukubaliwa kuwa sahihi katika hali hii ambapo sala fulani ingehusika na muda wa kuondoka, lakini wote wanajua kwamba sala yoyote haihusiki na muda wa kuondoka. katika hali hiyo kuinasabisha aya hii na nia ya safari na kutoka nje ya nyumba haiwezi kuwa sahihi. hoja nyingine ya jambo hili ya kwamba maana ya min haisu kharajta si kuelekea kibla katika swala, kwani katika hali ya safari baadhi ya wakati swala la kuelekea kibla linakuisha na mtu anaswali akielekea mahala anapoenda. kwa mfano mtu asipoweza kushuka kutoka kipando chake, inathibitika kutoka kitendo cha mtume na kutoka amri ya Qur'an tukufu ya kwamba wakati ule mahali popote ageukiapo anaruhusiwa kuswali. katika safari kama anaswali ni ruhusa kuswali popote ageukiapo, hata kama uso wake uwe upande wa kibla au uwe upande mwingine. wakati ule swala la mahala haliibuki. mashariki, magharibi, kusini, kaskazini vyote vinakuwa kitu kimoja. kitu cha muhimu ni kuelekeza moyo kwa kibla. wakati wa sala awe na fikira kwamba mwelekeo wangu ni upande wa Kaaba tu. siku hizi mtu anaposafiri katika gari moshi, wakati ule swala la mwelekeo linakuwa halipo, kwani gari mara inageuka kaskazini, mara kusini, mara inaenda mashariki, mara inaenda magharibi na inazunguka. vivyo hivyo katika safari za ndege tunaona hali hiyo, lakini mtu anayeswali akiwa katika chombo hicho, katika sala yake haitokei shida yoyote. kama maana ya mufassirin ichukuliwe kuwa sahihi, hapo mtu yote msafiri au aliyekaa garini anayeweza kuifuata. basi katika safari kuzingatia mwelekeo hakibaki, kisha kuchukua maana hii kutoka aya hii kwamba popote mutokapo muswali mkielekea kibla tukufu, kivipi inaweza kuwa sahihi? kisha maana hizi si sahihi, kwani tafsiri ya kimaneno ya aya hii ni hivi kwamba popote mutokapo geuzeni nyuso zenu kwenye msikiti, au popote utokapo geuza uso wako kwenye msikiti mtakatifu. sasa kila mtu anaweza kuelewa kwamba wakati wa kutembea swala haiwezi kusaliwa, bali sana inaweza kusaliwa kwa kusimama tu. ndio aya hii kama ingekuwa na maneno kwamba haiso ma kunta fawalle wajhaka shatra almasjid alharam, popote ulipo geuza uso wako kwenye msikiti mtakatifu, ndipo maana hizi zingekuwa sahihi. popote uliopo geuza uso wako kwenye msikiti mtakatifu, ndipo maana hizi zingekuwa sahihi. lakini hapa imesemwa kwamba wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, yani e Muhammad mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam au eni waislamu, popote mutokapo geuzeni nyuso zenu kwenye msikiti mtakatifu. sasa jambo hili ni wazi kwamba sala haisaliwi wakati wa kutoka, bali inasaliwa katika mahali fulani. basi tumejua kwamba kufanya maana ya kuswali sala si sahihi kwa hali yoyote. wafasiri wanasema kwamba tusipokubali uhusiano katika swala na kutoka, kisha kinachoonekana ni hitilafu, ilhali hii pia si sawa. wao wanaona hitilafu katika Qurani tukufu, kwani hawawezi kuelewa maana sahihi za Qurani tukufu na mada zake. popote wanapoona hitilafu fulani wanaanza kujadiliana mjadala wa nasikh na mansukh, na aya moja wanasema ni nasikh na nyingine ni mansukh, na hapo wanakwepa shutma hiyo.
hali maelezo yenye uhakika ya Qur'an tukufu ambayo masihi maud ameiambia dunia tukiyazingatia yale hatuoni hitilafu yoyote ndani ya Qur'an tukufu wala hatulazimiki kusitisha aya fulani. Jambo halisi ni hili kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipofukuzwa kutoka Makka, wakati ule maadui wa Islam wakapata nafasi ya kuleta shutuma hii kwamba kama yeye alikuwa maud wa dua ya Ibrahim na alikuwa na uhusiano na Kaaba tukufu, sasa kwa nini alifukuzwa Makka? Kama ametolewa nje ya Makka, kivipi anaweza kuwa msadikishaji wa dua ya Ibrahim? Hili ni swali. Katika jibu lake Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwako kutoka Makka ni kwa muda tu. Sisi tunakuahidi ya kwamba sisi tutakupa nafasi tena na wewe utaiteka Makka. Lakini Mwenyezi Mungu anapoahidi na waaminio, wakati huo huo anatarajia kutoka kwao ya kwamba wao watafanya juhudi ya kutimiza ahadi ile. Sio kwamba Mungu awaahidi na wao waendelee kukaa bure tu na wasifanye juhudi ya kutimiza ahadi, na wafahamu kwamba kwa kuwa Mungu ametoa ahadi hivyo aje kutimiza mwenyewe. Sisi tuna haja gani ya kuitimiza? Watu waanze kufikiria hivi. Mwenyezi Mungu aliwaahidi watu wa Musa alayhi wassalam ya kwamba watajaaliwa nchi ya Kanaan. Hat Musa alayhi wassalam akaondoka na kaumu yake. Nchi ile ilipokuja mbele, akaiambia kaumu yake, nendeni mkapigane vita na muiteke nchi ile. Kaumu ya Hat Musa alayhi wassalam wakafikiri kimakosa kwamba Mwenyezi Mungu ametuahidi kutupa nchi hii, hivyo yeye mwenyewe atatimiza ahadi hii na nchi hii atatukabidhi sisi. Kama tukishinda nchi hii, kisha kuna faida gani ya ahadi? Ahadi hii Mungu ameifanya, hivyo aitimize mwenyewe. Sisi hatuna haja ya kufanya juhudi yoyote. Hivyo wakamwambia Musa kwamba izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. e Musa, ulikuwa unatuambia kwamba nchi hii Mungu atawajaalieni. Sasa ni wajibu wote ni juu yako. Sasa wajibu wote ni juu yako au ni juu ya Mungu wako. Sisi tukishinda nchi, kisha kuna faida gani ya ahadi yako na ahadi ya Mungu wako? Kwa kuwa ulikuwa unatuambia kwamba hii ni ahadi ya Mungu, kwamba nchi hii lazima tutapewa. Hivyo sasa wewe na Mola wako mwende mkapigane. Sisi tumekaa hapa hatutafanya chochote. Mtakaposhinda nchi na kutupatia, ndipo tutaingia humo. Sasa kizwahiri kusema kwao kunaonekana kuwa sahihi. Mtu fulani akimwambia mwingine kwamba nitakupa kitu fulani, na mtu huyo aje kumomba kitu kile na yeye aseme kwamba nenda ukanunue kutoka soko, watu wote watasema kwamba kama ilikuwa anunue kutoka soko, kulikuwa na haja gani ya kuahidi? Basi kizwahiri jambo hilo linaonekana kuwa na mantiki, lakini katika silsila za Mungu jambo hilo halina mantiki hata kidogo. Hivyo Mwenyezi Mungu hakuwasifu wana wa Israeli, hakusema kwamba nyinyi hamna haja ya kupigana, huu ni wajibu wangu kwamba mimi nitawapatieni nchi hii, bali Mwenyezi Mungu alisema kwamba nyinyi mmevunja heshima yangu, hivyo nyinyi mnakoseshwa nchi hii. Nendeni muendelee kutangatanga maporini kwa miaka 40, hamwezi kuwa warisi wa nchi hii, na kizazi chenu kipya kitakuwa warisi wa nchi hii, kwani nyinyi mmevunja heshima yangu. Nini muone kitu hiki kwa mujibu wa kibinadamu kinaweza kuitwa kuwa sahihi, lakini sawa, lakini kwa mujibu wa silsila ya Mungu ni kinyume cha akili na kinamfanya mtu kupata adhabu. Sababu yake ndiyo hii kwamba mtu anapoahidi anakuwa hana mamlaka juu ya mabadiliko ya mbingu na ardhi, anakuwa hana mamlaka juu ya mabadiliko yatokayo mbinguni wala ardhini. Hivyo anapoahidi anaahidi ahadi ya kitu ambacho kinakuwa katika mkono wake, lakini ahadi itakayotokea kutoka kwa Allah maana yake itakuwa ndio hii kwamba japo kupata kitu hiki ni jambo lisilowezekana kwa ajili yenu, lakini kwa msaada wangu mtaweza kukipata.
kaumu ambayo iliendelea kuwa watumwa wa firaun kwa miaka mamea, wakaendelea kuchoma matofali kwa ajili yake na wakaendelea kukata mbao na kufanya kazi ya chini kabisa, wangewezaje kushinda nchi kubwa yenye shani ambayo kaumu ya Ad ilikuwa inaitawala? Haikuwa rahisi kwake kuipata nchi ile, lakini mungu alisema ya kwamba japo kupata nchi mnaona ni jambo lisilowezekana, lakini sisi tunatoa ahadi kwamba sisi tutawapatikeni nchi hii na nyini mtafanikiwa kuipata kwa msaada wangu. Basi ahadi ya mungu maana yake sio hivi kwamba kwa kuwa yeye ameahidi hivyo mja wake hana haja ya kufanya juhudi, bali maana yake ni kwamba mtakapotumia njia ili kupata kitu, mwenyezi mungu atawasaidieni na nani mtafanikiwa. kana kwamba ahadi za mwenyezi mungu zinakuwa na rangi tofauti na ahadi za binadamu zinakuwa na rangi tofauti. Ahadi za mwenyezi mungu zinazokuwa na kipengele cha mpango, mtu analazimika kuingilia kati na kwa ajili ya kutimiza analazimika kufanya juhudi. mtu asipoingilia kati na asipofanya juhudi kuzitimiza, yeye atastahiki kupata adhabu, lakini hiyo inakuwa haipo katika ahadi ya mtu. mtu hawezi kusema kwamba mimi nitakubadilishia takdiri ya mungu, kwani haipo chini ya mamlaka yake. akisema hayo sisi tutamhoji kwamba umesubutu kusema hayo, lakini mwenyezi mungu anaweza kusema kwamba mkifanya hivyo basi mimi nitawasaidieni kama mtafanya mpango kwa amri yangu, na mimi nitabadilisha takdiri yangu, kwani takdiri ni kitu kilichomo mkononi mwake na akipenda anaweza kubadilisha. mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipopewa ahadi ya ushindi wa Makka, waislamu waliambiwa ya kwamba eni waislamu msifahamu kama walivyofahamu watu wa Musa kwamba mungu ametoa ahadi ya kutupatia Makka, hivyo atatimiza mwenyewe. sisi hatuna haja ya kufanya kazi kwa ajili yake, bali mtalazimika kufanya juhudi kwa ajili yake. maana ya ahadi ya mungu ndiyo hii kwamba nini ni wadhaifu. kama musingekuwa wadhaifu, kwa nini mungeacha Makka na mungetoka nje? kuacha Makka maana yake ni kwamba nini ni wadhaifu na maadui wenu wana nguvu, lakini mungu atawajali ni nguvu na nini mtanianganya Makka kutoka maadui. hivyo wamin haisu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, maana yake itakuwa hii kwamba popote mutokapo au mahali popote mutokapo, shabaha yenu inatakiwa kuwa hii kwamba jukumu letu ni kushinda Makka. kisha maana ya khuruj ni kwenda na jeshi vile vile. katika hali hiyo aya itakuwa na maana kwamba mkienda popote ili kupigana vita, hata kama mkienda upande wa mashariki au upande wa kusini, mkienda upande wa magharibi au kaskazini, shabaha yenu inatakiwa kuwa hii kwamba kutoka kwenu kuwe wenye kusimamisha msingi wa ushindi wa Makka. kwa mfano mkiamua kuwashambulia maadui wa kusini, lakini mkijua kwamba katika nchi ile upande wa magharibi kuna marafiki zake na kuna mashaka kwamba wasije wakawashambulieni kutoka nyuma, hivyo kwanza muwashambulie upande wa magharibi. na maana yake itakuwa hii kwamba kushambulia kwenu upande wa magharibi ni kama kuwashambulia maadui wa kusini, na kama wanaishi upande wa kaskazini hivyo muwashambulie kwanza, lakini kushambulia kwenu kwa hakika kutakuwa ni kuwashambulia maadui wa kusini, kwani hii ndiyo shabaha yenu. na mwenyezi mungu akieleza habari hiyo anasema kwamba eni waislamu mkienda kupigana na kaumu au nchi au maeneo fulani, mwelekeo wenu unatakiwa kuwa upande wa Makka, kwani mungu anataka kwamba Makka itekwe na mikono yenu. hivi tunapoangalia vita za mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata kujua kwamba katika vita zile rangi hii inapatikana kwa uwazi, na hii ndio ilikuwa shabaha kuu ya vita zake zote, kwamba ni ushindi wa Makka. katika vita ambamo alikuwa anaona kwamba kusudio hili linakwisha, au alipokuwa anahisi kwamba kwa sababu ya kupigana na kaumu fulani
atachelewa kupata ushindi wa Makka, japo alikuwa anachochewa lakini alikuwa anakaa kimya na alikuwa anawasitiri. Hivyo kaumu nyingi wakasimama ili kupigana na mtume na wakafanya njama dhidi yake, lakini mtume akaendelea kuvumilia. Lakini kaumu iliyosimama ambayo kwa kupata ushindi juu yao angeweza kupata ushindi wa Makka, mtume akaenda kupigana nao vita. Tukiangalia vita zote za Kiislamu tutaweza kujua kwamba zilikuwa na rangi ya kihikima. Haswa kabla ya ushindi wa Makka, vita zote zitokazo shabaha yao ilikuwa ndiyo hii, kwamba njia ya ushindi wa Makka isafishwe. Kama aya hii ingekuwa na maana kwamba popote mutokapo mugeuze uso upande wa kibla, kama imekwisha elezwa kwamba min haisu kharajtu, maneno hayo yasingekuwepo katika aya hii, bali badala yake maneno haya yangekuwepo kwamba popote mlipo mugeuze uso wenu upande wa kibla. Kwa ajili ya kugeuza uso upande wa kibla maneno yangetumika, wala si kwamba wamin haisu kharajta, yani popote mutokapo, kwani watu wanapotoka mahala fulani hawaswali, wakati wa kutoka watu wanatembea. Hivyo aya hii haihusiki na swala la swala, bali maana yake ndiyo hii kwamba popote mutokapo, mkitoka kutoka eneo ambalo ni upande wa mashariki au upande wa magharibi, au mkitoka kutoka eneo ambalo ni upande wa kusini au upande wa kaskazini, uso wenu yani fikra zenu zinatakiwa kuwa upande wa Makka. Wazo lenu na mwelekeo wenu na ubongo wenu na fikra zenu zinatakiwa kuangalia kwamba jukumu lenu ni kupata ushindi wa Makka na kisha kusimamisha Islam, kuleta Uarabuni mzima chini yenu. Maana ya wujuh ni mielekeo, na maana yake ndiyo hii kwamba mnatakiwa kuwa na kusudio moja tu, kwamba kwa kushinda Khana Kaaba kazi yenu ni kuifanya kuwa markaz ya Islam, yani makao makuu ya Islam. Na kama Islam haisambai katika Makka na Makka haiji chini ya utawala wa Waislamu, nchi nzima haiwezi kusilimu. Huo ni mpango ambao Waislamu walipewa, na hakuna shaka ndani ya kwamba mpango huo ulikuwa ni nje ya nguvu yao. Bila shaka utawala wa Uarabuni haukuwa wenye ustarabu, lakini pia hakukuwa na kanuni ya porini huko. Wafalme mbalimbali walikuwa wanahusika na utawala huo na walikuwa wanafanya mikataba mbalimbali. Vivyo hivyo, japo Makka haikuwa yenye ustarabu kamili, lakini ilikuwa ni makao makuu ya nchi ambayo makazi yake yalikuwa ni 15,000 hadi 20, na makabila yote yalikuwa yanaangalia huko na yalikuwa yanaona hukumu zake zenye hadhi ya kutiwa. Kisha kwa mujibu wa zama ile, mji huu ulikuwa ni mkubwa sana. Kulikuwa na wakazi 15,016 na watu kama 15,000 hadi 20 walikuwa ni wanajeshi wake. Walikuwa mahiri katika mambo ya kivita, walikuwa wapiganaji, na kwa ajili ya Waislamu kupigana nao haikuwa kazi rahisi. Aya hii iliposhuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ule kwa Waislamu kulikuwa na wanajeshi 400-500 tu, au watakuwa 1,000, na tukiwa jumuisha kina mama na watoto idadi yao itakuwa kama 11,000-12, na idadi yao haikuwa zaidi. Na hali yao ya kivita, nguvu yao ya kivita ilikuwa chini sana. Katika hali kama hiyo, Waislamu walipokuwa wadhaifu mno na idadi yao ilikuwa chini sana kuliko makafiri, hawakuwa na silaha za kivita, na wakati ule nguvu yao ya kivita ilikuwa haina uhakika zidi ya makafiri. Mwenyezi Mungu anawapa makafiri changamoto kwamba Waislamu hawa japo mnaona ni wachache, mnawaona kama ni wadhaifu katika nguvu, lakini Waislamu hawa siku moja watakuja kushinda nchi yenu na watakuja kuitawala makao makuu yenu, na watajaaliwa utawala kwamba wataweza kusambaza amri za Islam na watafuta ukafiri kutoka ardhi ya Uarabuni. Dai hili kwa mujibu wa hali ya Waislamu ilikuwa ni dai la mwenda wazimu, na dai hili lilikuwa hali husiki na eneo makhsus, bali athari ya dai hili lilikuwa pana sana, kwani humo kulikuwa na bishara ya ushindi wa Makka
na pia ilikuwa imetangazwa kwamba uislamu utatawala nchi nzima na pia ukristo ulikuwa umepewa uchangamoto uyahudi ulikuwa umepewa changamoto na majusiat pia ilikuwa imepewa changamoto na ilikuwa imetangazwa kwa nguvu zote kwamba islam ikishinda dini zote itatawala na itasambaa katika dunia nzima. dai hili lilikuwa dai la mwenda wazimu. ndiyo maana makafiri mungu apishe mbali walikuwa wanamwita mtume kwa jina la majnun na walikuwa wanawaita maswahaba kwa jina la majnun kwani walikuwa wanadai ambalo katika dunia hii wao walikuwa hawaoni sababu zake. lakini uhakika ndio huu kwamba kwa ajili ya mambo yasiyo ya kawaida hali isipopatikana kwa binadamu ambayo katika baadhi ya hali kwenye tiba inaitwa monominia, yaani kuangalia kitu kimoja tu madamu asahau mambo yake yote na isipatikane ndani yake hisia moja tu na hali moja tu, na kwa ajili ya mambo haya isipatikane hali ya ujununi, wakati yule hawezi kufanikiwa kwenye mambo yake. na Qur'an tukufu imeeleza hali hiyo katika aya hii kwamba musahau shabaha zote maksudio yenu yote na muzingatie kusudio moja tu kwamba wajibu wetu ni kushinda Makka kwa ajili ya Islam. na maadamu hamtapata markaz hii na ngome hii hamtaweza kupata utawala juu ya dunia nzima na juu ya uarabuni mzima. swali linaibuka kwamba kwa nini mungu amesema kwamba popote mutokapo mwelekeo wenu upande wa msikiti mtakatifu? kwa nini hakusema kwamba mkienda kushambulia popote mwelekeze upande wa msikiti mtakatifu? jibu lake ni kwamba wakati wa kuondoka mtu ana jiamulia kwamba shabaha yetu ni nini. haitokei hivi kwamba mtu aanze kupigana vita na kisha afikiri kuhusu shabaha yake. hivyo hapo shabaha ilikuwa ni kuwaelekeza waislamu kuhusu ushindi wa Makka. hivyo alisema kwamba wakati wa kutoka muangalie kwamba vita yetu hii italeta athari gani juu ya ushindi wa Makka. kama vita ile haiwasaidini katika ushindi wa Makka muiache, lakini isieleweke kutoka hiyo kwamba Islam inawapa wafuasi wake ruhusa ya kupigana vita, kwani inathibitika kutoka historia kwamba kabla ya kushuka kwa aya hizi vita zilikuwa zimeshaanza pamoja na makafiri. na pia ikumbukwe kwamba katika min haisu kharajta aliyehutubiwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee, na sababu yake ndio hii kwamba baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa haibaki haja ya ushindi wa Makka, kwani baada ya yeye Makka ilikuwa haishambuliwi tena na yeyote na ilikuwa ibaki chini ya mikono ya Waislamu, kana kwamba humo bishara ya siku za usoni ilitolewa kwamba Makka haitatekwa tena, kwani jumuiya moja itapatikana yenye kusimamisha heshima ya Makka na daima itaendelea kubaki chini ya utawala wa Islamu. haya yalikuwa muhimu ili siku za usoni nitakapoeleza kuhusu matukio ya ushindi wa Makka muweze kupata urahisi ili kuelewa yote mengine. inshallah nitaeleza siku za usoni. wakati huu ningependa kumzungumzia shahid mmoja na nitasalisha jina yake baada ya swala, ambaye alikuwa mheshimiwa daktari Sheikh Muhammad Mahmud Saheb, mkazi wa Sargoda, mwana wa Sheikh Mubashir Ahmad Saheb Dehlvi. adui mmoja wa jumuiya Mei 16 akifyatua risasi alikuwa amemua shahidi. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. siku ambapo tukio lilitokea, Dr. Saheb baada ya kuswali sala ya Ijumaa pamoja na familia yake alienda hospitali ya Fatuma Sargoda ambapo alikuwa anafanya kazi. akiingia hospitalini apita karibu na mapokezi na mbele ya chumba cha dharura. alikuwa anaelekea upande wa chumba chake. adui moja aliyekuwepo huko asiyejulikana akaja nyuma yake, akatoa bastola kutoka mfuko wake na akamfyatua risasi kutoka nyuma. akapigwa risasi 2 zikaenda kutoka upande wa pili. akapelekwa hospitalini lakini hakuweza kunusurika na akafariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. baada ya tukio adui huyo akiniosha silaha yake
pamoja na mwenzake akakimbia na pikipiki wakati wa kifo cha shahada umri wake ulikuwa ni miaka 59 katika familia ya marehemu jumuiya ilipatikana kwa kupitia kaka ya baba yake hazrat sarfraz hussein delvi razillah taala anhu ambaye akifanya bayat masihi maud alibahatika kujiunga na ahmadia kisha babu ya baba yake kwa kupitia kaka yake yani babu jah hussein saheb pia alifanya bayat babu ya baba yake babu jah hussein saheb na baba yake babu nazir ahmad saheb wote walibahatika kuitumikia kama amir jamaat ahmadia delhi marehemu alifanya fsc kutoka fc college lahore kisha akapata kiingilio katika medical college rawalpindi na akafanya mbbs mwaka wa 90 na baada ya kufanya mbbs akafaulu mtihani wa punjab public service commission kwa miaka minne akatoa huduma katika hospitali ya services na jinah hospital 1998 akapata membership ya royal college of physician uingereza na 2021 akapata tuzo ya fellowship marehemu 2001 akahamia sargoda shabaha yake ilikuwa ni kuwatumikia wanadamu alikuwa mahiri wa kwanza wa wilaya sargoda mahiri wa ini na marazi ya tumbo akaenda kujiunga na hospitali moja wa sargoda mmiliki wake alikuwa na uhusiano mzuri na dr saheb lakini alikuwa mwanasiasa 2018 yeye akaamua kushiriki katika uchaguzi wa bunge la punjab alikuwa mwanasiasa mamulla wakaenda kumtishia kwamba tutafanya hivi na vile ye akamwambia daktari kwamba wewe uache hospitali yangu nina uzuru huwezi kufanya kazi pamoja nami daktari akaacha hospitali ile na akaenda kufanya kazi katika hospitali nyingine 2001 alipohamia sargoda alikuwa anakwenda hospitali ya fadhili rabwa kwa ajili ya kutembelea na kufanya wakfe arzi mungu alikuwa ameweka uponyo mkononi mwake watu wengi walikuwa wanapona kwa kupitia tiba yake alikuwa na elimu ya kidunia na elimu ya kidini vile vile alikuwa anasoma Qur'an tukufu tafsir tazkira ruhani khazain na vitabu vingi marehemu alipata huduma ya alipata nafasi ya kuitumikia jamaat kama naib amir wilaya sargoda medical association ilipoanzishwa alikuwa mjumbe wake na tangu 2024 aliteuliwa kama naib sadar assistant na alikuwa mwenyekiti wa sargoda chapter tangu miaka 3 alikuwa na marazi ya kansa lakini daima aliendelea kutanguliza wengine juu ya marazi yake na muda wote alikuwa tayari kutoa huduma alikuwa anawapenda wagonjwa wake na alikuwa anawatibu bure alikuwa anawapatia wagonjwa wenye haja hata nauli ya kurudi na alikuwa anafanya vipimo bure na alikuwa anawapatia hela vile vile kama ilivyoelezwa kwamba alikuwa mahiri wa kwanza wa wilaya sargoda mahiri wa ini na marazi ya tumbo alikuwa anawasaidia watu katika harusi za mabinti zao mtu mmoja ameandika kwamba alikuwa anamsaidia mtu mmoja tangu muda mrefu mtu huyo alikuwa anamjia mara 2 kwa mwezi kisha akaanza kuja mara kwa mara lakini hata hivyo dr saheb akaendelea kumsaidia siku moja ye atakuwa ameomba kitu fulani dr saheb kikawaida alikuwa hakasiriki alikuwa na moyo laini akatamka neno fulani ngumu lakini kwa sababu ya upole wa tabia yake na wema wake hakuweza kulala usiku kwamba kwani nimetamka neno hilo siku ijayo akamwita na akaomba msamaha kutoka kwake na kisha akamsaidia sana alikuwa na uhusiano wenye heshima na watukufu wa jamaat akihitajika alikuwa anakwenda kuwatibu na kuwaangalia mama yake marehemu bi amatulhahi sahiba anasema kwamba alikuwa mwenye kuwatii wazazi kuwaheshimu sana
alikuwa anatimiza mahitaji yetu yote bila sisi kuomba. Tangu utotoni alikuwa na sifa nyingi, alikuwa anafanya shughuli zake, alikuwa na uhusiano upendo mkubwa na ukhalifa, alikuwa na wajali wagonjwa wenye haja, alikuwa anawaunganisha watu wote wa familia kwa pamoja. mke wake amatu nur sahiba anasema kwamba daima alikuwa akiwasihi watoto kwamba waendelee kushikamana na nizamu ya jamaat. alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa, alikuwa anasikiliza hutuba na alikuwa anaandika points kwenye daftari yake. ni watu wachache ambao wanafanya hivyo, bali hata wakfu zindagi pia hawafanyi. alikuwa anaandika notes kutoka hutuba ili aweze kuzikumbuka. alikuwa anatoa mchango kwa wakati wa kifo chake. mchango wake wa wasia hisabu yake ya mwaka 2025 ilikuwa tayari. mwana wake dr basir ana watoto wanne, wawili ni wanaume na mabinti wawili. mmoja ni daktari. anasema daima alikuwa akitusihi ili kushikamana na ukhalifa. binti yake saima anasema baba yangu alikuwa mpole. wakati wa harusi yangu alinisihi kwamba binti yangu, ukienda katika familia ya mume wako daima uendelee kushikamana na nizamu ya jamaat, na ukipata bahati ya kuitumikia jamaat usikatae. anasema kwamba katika mambo yake ya kidunia baba yetu alikuwa anatoa kipengele cha jamaati. kuna binti mkwe wake anasema kwamba alikuwa anatoa usisitizo mkubwa juu ya tawakkal alallah. tukimwomba ombi la mwongozo alianza na dua na akamalizia juu ya dua. dada yake anasema kwamba kwa sababu ya upinzani wa kijamaat alikuwa na wasiwasi. alikuwa anaamka usiku na kuswali sala ya tahajudi, na hiyo ilikuwa ni kawaida yake. amir wa wilaya sargoda khalid mahmud saheb anasema kwamba alikuwa mtatuzi wa watu maskini na alikuwa mtu azim. alikuwa mnyenyekevu sana. mara nyingi alikuwa anawarudishia wagonjwa ada yao. alikuwa na sifa ya kuitumikia jamaat pamoja na kulipa michango yake sawa na ahadi. alikuwa anatoa michango ya ziada. alikuwa anawaheshimu viongozi wa jamaat. ni mashiri wa jumuiya wa sargoda zubair saheb anasema ya kwamba mpendwa wetu, mtumishi wa ubinadamu, mwenye huruma na rehma na mwenye kujitolea kwa ukhalifa, kama awe malaika ametutangulia. marehemu alikuwa mtu mwema sana. kila kipengele cha maisha yake kilikuwa chenye mfano. kiongozi au wakfe zindagi akienda kwake alikuwa anasimama kwenye kiti chake kwa ajili ya kumheshimu, na wakati wa kusindikiza alikuwa anamsindikiza hadi mlangoni. tulipomwambia kwamba hali si nzuri, hivyo labda umweke mlinzi pamoja nawe ili uweze kuchukua tahadhari, dr saheb daima alitujibu kwamba naweza kumchukua mlinzi pamoja nami, lakini siwezi kuvumilia kwamba mungu apishe mbali mtu aje kuniua mimi, lakini kwa sababu yangu mtu mwingine auawe. wapinzani walikuwa wamegawa matangazo zidi yake katika wilaya nzima kwamba yeye auawe na hii ni adhabu yake. lakini hata hivyo yeye hakujali vitishio hivyo. na orodha ambayo wapinzani walikuwa wameorozesha ya waahmadia, jina la dr saheb katika orodha ya madaktari wa ahmadia lilikuwa juu kabisa, ambaye kazi yao ilikuwa ni kumlenga. bali kuna shekh moja akram tufani, yeye alikuwa ametoa fatua ya mauaji zidi yake na kisha alikuwa amesambaza fatua ile, lakini serikali haikuchukua hatua yoyote. fatma hospitali ambayo ni ya kikristo, kuna msimamizi wake ambaye ni padre vile vile, anasema kwamba mtumishi wa ubinadamu ametutangulia.
ametutenga mioyo yetu imejaa na huzuni na ghamu. Huyu ni mkristo na ambaye ni msimamizi wa hospitali na uongozi wake walikuwa wamekuja Rabwa katika mazishi yake. Vyombo vya habari pia vimesambaza habari za kifo chake. Kuna assistant commissioner ameandika kwenye post yake, lakini watu wanaweza kuandika tu, hawezi kuchukua hatua kwani hawana ujasiri wa kusimama zidi ya sheikh au kutoa hukumu zidi yake. Lakini huu pia ni ujasiri wao, japo ni mwanamke, lakini aliandika kwenye post yake kwamba Sheikh Mahmud alikuwa mtatuzi wa watu maskini, alikuwa mtu mahiri wa kitiba, alikuwa anafanya vipimo bure katika wilaya nzima. Haitakwepo familia ambayo isiwe yenye kupata huduma kutoka kwa daktari saheb. Huyu si ahmadia lakini anamsifu. Anasema kwamba mara nyingi alikuwa anawatibu wagonjwa bure, na hii ni kazi kubwa sana na mimi najua kwani mimi mwenyewe ni daktari. Dr. Saheb kama angeenda katika nchi nyingine angeweza kuchuma hela nyingi na angeweza kuishi maisha yenye starehe, lakini yeye akatanguliza ubinadamu akiwa hapa Sargodha. Anasema kwamba leo kwa mara ya kwanza kwa sababu ya kuondoka kwa mtu nimelia kwa machozi, ambaye sikuwa na uhusiano wa kifamilia, nilikuwa na uhusiano wa kibinadamu tu. Mtu huyo alikuwa na hisani kubwa juu ya watu wa Mungu. Mtauliza kwamba alikuwa na kosa gani? Ninasema kwamba kosa lake lilikuwa ni kuwa ahmadia. Kuna daktari mwingine aliandika kwamba Dr. Saheb alikuwa mtu wa kwanza mwenye kufanya PRCP. Alikuwa mahiri sana, lakini alikuwa anafanya upasuaji kwa bei ya chini kabisa. Kwa sababu ya hitilafu ya kiitikadi aliuawa. Je, katika nchi hii kuna kanuni? Mwandishi mmoja wa chaneli aliandika kwamba mimi sina maneno ya kukemea kitendo hicho chenye ukatili. Mwandishi mmoja aliandika kwamba mambo yamepita mipaka. Kwa ajili ya kuisalimisha Pakistan tutalazimika kuzuia mashirika haya yenye misimamo mikali, na kwa ajili ya kuzuia mambo kama hayo tutalazimika kupiga marufuku mashirika haya yenye misimamo mikali. Lakini ni hofu ya mashekh wa kijina kwamba serikali haina nguvu na idara zenye kusimamisha kanuni pia hazina nguvu, hata mahakama pia hayana nguvu. Mwenyezi Mungu sasa afanye mpango wa kuwakamata, na kwa ajili ya kusalimisha nchi ni muhimu kwamba sasa atupatie wokovu kutoka watu hawa, kwani watu hawa wa kidini wa kijina ambao kwa hakika ni wagaidi, wanafanya ugaidi kwa jina la dini, wamekusha amua kuiangamiza nchi. Na kila mahala, kila mmoja ambaye ni zidi yao, watu hawa wanamshambulia. Kwa vyote vile maombi yetu ni mbele ya Mwenyezi Mungu tu, na tunatakiwa kutimiza haki yake. Mwenyezi Mungu amuinue marehemu katika daraja, awajalie watu wa familia subira na uvumilivu. Mama yake ambaye ni mzee, Mwenyezi Mungu amuondolee ghamu yake, na mke wake na watoto wake Mwenyezi Mungu awaweke wote katika uhifadhi wake. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر